Shalom shalom, ninakusalimu katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Nimekuja kwako kukutakia mwisho wa mwezi wa pili wa baraka na ukaanze mwezi wa tatu wa baraka. Ninalo neno la Mungu kama Bwana asemavyo kwa kinywa cha mtumishi Paulo. Bwana akasema maneno haya kutumia kinywa cha mtumishi wake. Anasema, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme, kwa ajili ya wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Lakini pointi yangu ya msingi ni Paulo anasema basi kabla ya mambo yote anataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari huu nimeupa kipaumbele kwa sababu tunapoenda kumaliza mwezi huu wa pili na tunaelekea mwezi ule wa tatu, basi nimeona ni vyema kabisa nije nikutamkie baraka za Mungu unapomaliza mwaka na kwenda kuanza unapomaliza mwezi na kwenda kuanza mwezi wa tatu. Najua Mungu amekuwa mwaminifu, ametulinda, ametutunza sote kwa pamoja, ametupa kibali na neema yake hata tukawa hapa tena na uzima tele, tena mwezi huu wa pili unaoishia kwenda mwezi wa tatu. Mungu wa mbinguni akubariki wewe. Basi ukisoma tena katika Petro wa kwanza ni sura ya 5 mstari kuanzia wa 6 na wa 7 ule tutayaona maneno haya. Kwa hiyo maneno haya yatujenge, yatuwe kwenye msingi kwamba Mungu wetu anachotuhitaji. Mungu anapenda sana sisi tukimwangalia yeye. Anasema hivi, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Tarudia tena. Mtume Petro anatuambia basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mtume Petro aliona ni vema tukianza mambo tuanze na kumtwika Bwana, tuweze kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, na huku tukimtwika yeye fadhaa zetu zote, yani tukumtwika, yani tukimwekea majukumu yetu yote, tukielekeza changamoto zetu zote kwake, tukielekeza mipango yetu yote kwake. Anasema ni kwa kuwa yeye Mungu ndiye anajishughulisha sana na mambo yetu, anajishughulisha sana na mipango yetu. Kwa hiyo nataka nikuombee Mungu akupe neema, Mungu akupe baraka. Mwisho wa mwezi huu na ukaanze mwezi mpya, mwezi wa tatu, ukawe ni mwezi kwako wa baraka. Baba Mungu mwenye enzi, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa huruma na rehema, ninakuijia Mungu mtakatifu, Mungu ishie milele. Asante Bwana kwa ajili ya majira haya, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu Bwana, wa kike na wa kiume. Ninamleta Bwana mikononi mwako, maana umesema Bwana kabla ya mambo yote unataka dua na sala na shukrani na maombezi fanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme, kwa ajili ya wenye mamlaka. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mwisho wa mwezi wa pili. Bwana, umetutunza, umetupa amani, umetupa kibali Bwana kuingia mwezi huu Bwana, na tumeelekea mwisho wa mwezi huu wa pili. Bwana, ninakuomba kwa ajili ya mwezi wa tatu. Baba, ninakushukuru Bwana kwa kuwa imebaki tu siku moja Bwana kuelekea mwezi wa tatu. Leo ni tarehe 28 mwisho wa mwezi wa pili. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wema wako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya familia zako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wema wako. Nakushukuru kwa ajili ya upendo wako mkuu Bwana. Tazama ninakuja tena kwako Bwana, mwezi wa tatu unaoenda kuanza siku ya kesho ya tarehe 1, siku ya Jumapili. Naomba Bwana ukawe ni mwaka wa baraka kwa watoto wako, ukawe ni mwaka wa amani. Ninatamka Bwana ukawe ni mwezi na ni mwaka wa amani kwenye maisha yao. Baba, naomba ukawe mwezi wa baraka, ukawe ni mwezi wa kuinuliwa, ukawe ni mwezi wa
kuponya kwa walio wagonjwa. Kwa hiyo ni mwezi wa kuinuliwa Bwana. Walioko vitandani wakaisikie sauti yako, Mungu wa huruma na rehema. Ikiwa Bwana tulikukosa kwa njia ya namna yoyote, Baba ninaomba rehema zako Bwana, uturehemu watoto wako Baba, uturehemu Bwana. Ikiwa tumekwendea kinyume, tumeshika kinyume kwenye maagano yako Baba, nakusihi uturehemu. Ikiwa ndugu na ndugu tulikosana Baba, uturehemu kuondoka kwenye hilo agano la mapatilizi, agano la mateso, agano la kudharauliwa, agano la magonjwa, agano la laana Baba wa mbinguni, likavunjike Bwana. Mwisho wa mwezi huu likabaki nyuma, bali tunapovuka kwenda mwezi wa 3 Baba, ukavuka pamoja nasi. Vuka na watoto wako, vuka Bwana, wape amani, wape ulinzi, wape baraka, wape nguvu. Ninatamka Bwana, wapokee neema yako. Natamka neema ya Bwana kwenye maisha yako, mama, baba. Natamka neema ya Bwana, natamka uweza wa Bwana ukakuinue, ukakupeleke viwango vya juu, na utukufu wa Bwana ukakung'arie Baba wa mbinguni. Ninakusihi Mungu mwema, maana umesema Bwana, nyenyekeni chini ya mkono hodari wa Bwana. Tunanyenyekea chini ya mkono wako hodari wenye nguvu Bwana. Uwakweze kwa wakati wako, utukweze sasa Bwana. Kweza watoto wako, wakweze Bwana. Nami Mungu wa mbinguni Baba, nimeleta mizigo yote ya watoto wako kwako, mizigo yote, magonjwa, masumbufu Baba wa huruma, usiwapatilize mabaya. Mungu wa huruma, usipatilize mabaya. Wape neema, wape baraka, wape kuona mwezi mpya Bwana unapoenda kesho. Bwana wape kuona tarehe 1 yenye mafanikio. Wape mwezi wa 3 uliokubaliwa mbele zako na mbele za watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na ivunja kazi ya adui, vunja mipango ya shetani, vunja kazi za shetani, vunja roho za uharibifu, vunjika, haribika mipango ya adui, maagano ya adui liyoagana mwisho wa mwezi huu, na yavunja kwa jina Yesu. Bali wana wa Mungu wakavuke na baraka za Bwana, kavuke na amani ya Bwana, kavuke na upendo wa Bwana, kama ilivyoandikwa. Nami nimeomba Bwana, kabla ya kuvuka mwezi, ninakusihi Bwana, naomba neema yako kwa watoto wako Bwana, walio katika nchi za utawanyiko, huko mashariki, huko magharibi, huko kaskazini, huko huko kusini, huko mashariki, huko magharibi. Usiwapite Bwana, kama ulivyokuwa na Israeli Bwana, ukiwatoa katika nchi ya utumwa. Baba, na kuomba nenda nao Bwana, wape nguvu mwezi wa 3, wape kumiliki elimu za watoto wao, wape kumiliki kwenye nyumba zao, kwenye ndoa zao, wape amani, wape baraka, wape kazi. Wale wana kazi, uwe ni mwezi wa kazi, mwezi wa baraka, mwezi wa kuinuliwa, mwezi wa kuvushwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, ili Bwana wakweze kwa wakati wako, wakweze Bwana, kwa kuwa Mungu wa mbinguni, ninazileta fadhaa zote Bwana mikononi mwako. Baba, inuliwa, imidiwa Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba ukawe ni mwezi wa baraka, mwezi wa amani, mwezi wa kuinuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Nazivunja kazi za shetani, kazi za adui, kwa kuwa Bwana umesema, nikiamini kazi ulizozifanya Yesu, tafanya kubwa kuliko na hizo. Baba, ninaamini kuyafanya mambo makubwa kwa jina Yesu. Naamini Bwana kuyafanya mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Mwezi wa 3 kuyafanya mambo makubwa Baba, watoto wako na wakabidhi mikononi mwako, wakayafanye mambo makubwa kwa jina Yesu wa Nazareti nimeomba, amen.